Ni takriban idadi ya Waislamu 3,000 ndio hao walioshiriki iftari ya pamoja kwa mwaliko wa liwali wa jimbo ya Kivu Kaskazini chini ya utawala wa AFC M23 Bwana Bahati Musanga Erasto jijini Goma. Nayo ilikuwa Ijumaa tariki 13 Machi mwaka wa 2026 ikilingana na tariki 24 Ramadhan ya mwaka wa 1448. Waislamu waume kwa wake, mashekhe na maumma zao walifurahi kupokelewa na gavana wa jimbo katika ofisi yake ambako wamechangia iftar, na kabla yake wakapewa hotuba nzuri kutoka kwa liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini mwenyewe. Assalamu alaikum. Leo saa hii tuko hapa. Mbele ya yote tunashukuru Mwenyezi Mungu mwenye alituwezesha kukutana sisi wote hapa. Ya pili, tunawashukuru nyinyi wote Waislamu wote kwa ujumla wa province ya Nord Kivu kuona leo mlikuja kwa invitation yetu. Tunawashukuru sana. Tulipenda siku ya leo tufuturu pamoja, lakini kenye kiliacha tunapenda tuvifanye pamoja, tufuturu pamoja ni juu ya kuwashukuru, kwani Waislamu walikuwa divize sana hizi siku zenye zinapita. Dafua pase tulikutana na komite wakatuelezea jinsi watu walishasikilizana, tukasema ni ya mzuri sana, tunapaswa vionyesha Waislamu wote kama watu wanapendana. Tutaomba hii komite ya mpya yenye iko ya Waislamu ikuwe ya Waislamu wote, isikuwe ya nusu ya Waislamu, isidivize Waislamu, bakuwe mtu mmoja. Tutaomba na Waislamu kwa ujumla wawaunge mkono, kwani au wenyewe hawezi weza, lakini mkewaunga mkono mwenye nataka leta divizio katikati yao, mnamuhamakia hizo shida zote, vitu vyote vitaendeka mzuri. Sisi sawa serikali tunafurahia sana Waislamu, kwani Waislamu ni model, lakini tunataka waomba kitu kimoja. Sawa jinsi sisi wote tunaikala hapa, hakuna mtu mwenye anayua kabila yenye anaikala nayo. Watu yote tuyue kama tuko watoto ya Mungu, watu yote tupiganishe ubaguzi wa ukabila. Mama moske fasi yote kwenye watu wako na sali, watu wako wanatia mbele upendano, kupendana, kwani tukipendana katikati yetu Mungu atafurahi, na vitu vyote yenye tutafanya Mungu atatusaidia ndani. Lakini kama hatupendani, hakuna kitu hata kimoja kenye tutafika hapo, kwani tutakuwa pembeni yetu kutakuwa kuko shetani. Mwenyezi Mungu hatakuwa iko pembeni yetu. Watu waache ubaguzi wa ukabila, lakini tunashukuru kwanza Waislamu mvitu ya ubaguzi wa ukabila Waislamu haikuwake ndani. Kidogo yenye nakuyaka mu Waislamu inadivize watu, inakuwaka ni interet personnel. Kama mtu iko na lazima interet fulani, anadivize watu juu ya interet yake. Lakini Waislamu kwa ujumla mnapendana sana, lakini wa viongozi juu ya interet personnel njoo wenye wanawaletaka ndani division. Tunashukuru Waislamu kwa upendo yenye mnakuwaka nayo, isikuwe ya Waislamu peke yake, muifikishe ku makanisa zingine. Hizi makanisa zingine za Wakristo sawa jinsi Waislamu wanapendana, na hizi makanisa za Wakristo muwafundishe kupendana.
kwenye mnakutana nao musoko, kwenye mnakutana nao mubisi, cha kwanza mkwe mnawaambia kupendana ni ya mzuri, watu waache ubaguzi wa ukabila, tupendane, tujenge nchi yetu, kwani nchi yetu ilikumbwa sana na ubaguzi wa ukabila. Kuona leo hii tunafika hapa, hatuna barabara, hatuna manyumba za mzuri, hivi vyote viko lie ku ubaguzi wa ukabila na uongozi mbaya. Ule uongozi mbaya juu ufikie kukenye natafikia, una divize watu. Bakisha divize watu, wanabambia hapa ni wa fulani, wengine ni wa fulani, kwani wafike ku intérêt personnel zao. Sasa tunaomba Waislamu mufundishe watu yote, mufundishe wa Kristo, muwaambie wapendane sawa jinsi Waislamu wanapendana. Tunawashukuru sana, siye tuko kwenye muko na shida, mtualike kwenye viongozi wenu wanawafanyizia vibaya, tuko pale, tuungane, tujenge kwetu na hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine, tujenge kwetu na hakuna mwenyeko chini, tujenge kwetu na tuko egali, juu hakuna kabila yenyeko yule ya yengine na hakuna mtu mwenyeko yule ya mwingine. Tunawashukuru sana tena sana kuona mulifika, na tunaomba muzidi kupendana sawa jinsi mnavifanyaka kama kawaida. Asante sana. Jambo hili limethibitika kuwa ni mara ya kwanza katika historia ya jimbo hili ndiyo Waislamu wamejaliwa na uongozi wa jimbo katika nyakati hizi zilizo muhimu sana katika dini ya Kiislamu, mwezi mtukufu mwenye karama wa Ramadhani. Tukio hili limewafurahisha Waislamu wote walioshiriki na hata hao wasioshiriki, kuanza kwa waumini mpaka kwa viongozi wa dini, na hasa wale Waislamu wanaopatikana katika chama cha AFC M23 kama inavyothibitishwa naye Amani Kabasha, mmoja wa wakubwa katika chama hichi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ramadhani Mubarak. Ndugu zangu Waislamu, nashukuru sana kuwa na nyinyi hapa. Jina langu Amani Kabasha Rigobert. Nashukuru tena kiongozi ambaye liwali kwa maneno matamu ambayo ametuzungumzia. Maneno ambayo ametuzunguzia nafikiri ameyatoa ndani ya Qur'ani. Simejipata? Qur'ani 49 mstari wa 13, si kweli? Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'ani, binadamu, nimewaumbeni kutoka kwa mwanaume mmoja na mwanamke mwingine, nimefanya makabila na maumma ili mfahamiane peke yake. Mbora kati yenu ni yule ambaye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndiye anayejua na yeye ndiye anajua mengi zaidi, si kweli? Sasa liwali si ndiye amewafundisha hayo mambo na kuambia lazima mpendane, tuache makabila, kwa sababu mbora kati yetu ni yule ambaye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo ambayo liwali ametuombea leo, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala na tupendane sisi baadhi yetu kama Waislamu, tena na tupende umma yote ya Wakongomani. Kitendo kama hiki ambacho liwali ametufanyia leo, sijue kama nadanganyika, lakini mimi nimeingia Uislamu 92 hapa Goma, tumetoka, lakini sijawahi kuona kitendo kama hiki ambacho wanaita umma kama huu kwa kuja kuchangia futari na governor ama na gouvernement. Sijue kama nadanganyika, mnaweza mkanielezea, lakini nafikiri ndio mara kwanza. Basi nawaombeni mtoe tena vigelegele na takbiri kwa ajili ya Allah.
Mwenyezi Mungu ametuelezea kwamba mazuri yanaonekana na mabaya yaonekana. Vitendo kama hivi ni vitendo ambavyo vinaonyesha kwamba chama chetu kinaleta mabadiliko mazuri. Liwali na timu yake wamejitahidi ili wamalize shida ambayo ilikuwa katika Waislamu, ambayo inabaki sasa ni sisi Waislamu, kwa sababu Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'ani hata kuja kubadilisha mambo yetu kama sisi wenyewe hatubadilisha. Mwenyezi Mungu anasema hata kuja kubadilisha mambo yetu kama sisi wenyewe hatubadilishe, na hakuna ambaye atabadilisha mambo kama sisi Waislamu hatujabadilisha. Hata liwali atusaidie, hata waliwali wote watusaidie, lakini kama sisi katika roho zetu hatutakuwa tayari kubadilisha, mambo hayatabadilika. Na kingine, kusema mwangaza uingie katika nyumba, lazima ufungue mlango, si kweli? Na Mwenyezi Mungu kusema akubali dua zetu, lazima sisi twende karibu yake. Na yeye mwenyewe amesema, wakati waja wangu mtauliza niko wapi, mwambie niko karibu, tena karibu sana kuzidia yale ambayo mnafikiria. So mambo yetu Mwenyezi Mungu anaweza kuyabadilisha, lakini kwa kondisio moja, tufanye paya kwanza, tufungue mlango, tuombe, tena tufanye yale ambayo ametuomba kufanya. Tukishakuyafanya na sisi tumuombe, na sisi wetu atakubali. Naona nimesikia adhana imetoka, inawezekana wakati wa kufuturi imeenea, lakini nilikuwa nataka vile vile kwa jina la Waislamu, nilikuwa nataka kumpatia liwali ng'ombe kwa kitendo ambacho amekifanya leo. Ndugu zangu Waislamu, hatuna mengi ya kuzungumza, tumefahamiana. Ramadhani ni wakati ya kufanya tauba, nafikiri tumefanya. Ramadhani ni wakati ya kusali, tuko ndani ya 10 za mwisho tunasali. Lakini vile vile mumeona mambo ambayo yametufikia hapa juzi. Adui angali anajaribu kutuchokoza. Tunaomba nguvu, na hizo nguvu kama vile nawaeleza kila wakati katika misikiti, tunataka vile vile na Waislamu na nini msimame mtuunge nguvu, kwa sababu kama vile nazungumza kila wakati, la revolution sawa kimtugari cha kuzeeka kijawaka na sukuma. Zamani wakati tulikuwa watoto, mtugari ilikuwa inakatala kudemare, mnasukuma. Mnaona watoto wanatoka kwenye shule, mnaambia watoto mkuja mtusaidie kusukuma. Watoto wanasukuma, mtugari na demare, wanasema hivi vya vina nguvu, sio tumesukuma mtugari. Na sisi tumesukuma kweli. Revolution tumeanza, tumekawia ndani, tumezeekea ndani. Tunaomba wa vijana ambao wako hapa Waislamu, mkuje mtusaidie ndani ya revolution hii. Kama leo nimepewa mamlaka makubwa ndani ya chama, ni kwa sababu nimekaa ndani sana. Kesho msipige kelele na ni kwa furaha tele moyoni ndio baada ya khutba yake Bwana Amani Kabasha, shekhe mkuu wa jimbo la Kivu ya Kaskazini amemtolea liwali wa jimbo lake zawadi kubwa yenye thamani ya kiroho, kitabu kitukufu cha Qur'ani, akumwalika gavana huyu awe ni mwenye kuongoza kupitia maamurisho ya Mwenyezi Mungu na kuongoza kwenye njia iliyonyooka. Mwenyezi Mungu pindi alipotaka kukamata hii kitabu Qur'ani, akaipatia milima kama vile Mogoma, kama vile volkan. Aradna al-amanata ala samawati, akaipatia ardhi, mbingu. Hii mawingu ikaikataa hiki kitabu. Hii udongo wote kwa jumla, wal ardh, uliikataa hiki kitabu. Waljibal, milima yote ilikataa kuchukua hiki kitabu. Wa hamalaha al-insanu innahu kana dhaluman jahula.
mwanadamu akakubali kuikamata. Alipokubali kuikamata ni nabii wetu Muhammad. Alipoikamata Nabii Muhammad ndo amezaa hawa wote hapa unaowaona. Kitabu hiki kinafunza, wamama wanajitandia. Kitabu hiki kinafunza, wababa wanavaa kanzu. Kitabu hiki kinafunza, ndo unaona wazee wanaikaa, afadhali wasinzie lakini waheshimishe dini ya Kiislamu. Mwishowe, siku hii imemalizika na ibada kubwa ya iftar, chakula cha kufungua swaumu ya siku ya leo tarehe 24 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1448 katika maofisi yake liwali wa jimbo ya Kivu ya Kaskazini. Ifahamike kwamba kikao hiki kimeanzishwa na dua ya Sheikh Musa bin Ahmad Mabangi, shekhe mkuu wa jimbo ya Kivu Kaskazini, akiombea nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwa na amani na utulivu, na kuwaombea Waislamu wa jimbo lake na Waislamu wa ulimwengu mzima wapate kukubaliwa saumu yao na dua zao na vitendo vyao vya kheri katika Ramadhani hii. Qina adhabu al-qabr, tunakuomba utuepushe na adhabu ya kaburi. Rabbana taqabbal minna salatana, ya Rabbi utukubalie maombi yetu. Taqabbal minna duaana, chote tunachokiomba ya Rabbi utujalie, ututakabalie katika mwezi huu wa Ramadhani. Qina adhab al-qabr, ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اغفر آباءنا, ya Rabbi usamehe wazazi wetu waliotuacha toka watoto. Wa ummahatina, usamehe wa mama zetu waliotuacha tukabaki na wengine. Allahumma inna nas'aluka al-amna was-salama ala biladina. Ya Rabbi tunakuomba utupe amani na salama katika mji wetu. Ya Rabbi tunakuomba utupe amani katika mji wetu. Ya Rabbi tunakuomba ustiri aibu ya Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wananchi wote wa Kongo. Ya Rabbi tunakuomba amani katika nchi yetu. Waliokufa jana, waliokufa juzi na drone na mengineo, ya Rabbi wapokee kwa moyo wa mpungufu, moyo wa huruma, moyo wa amani. Tuzidi kuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala atujalie amani katika dini yetu. Tumeitafuta amani katika hali yote, na leo Mungu ametupatia hiyo amani. Shukrani za dhati kwa uongozi wa nchi, uongozi ambao unasimamiwa na Gavana Erasto pamoja na kamati yote kwa jumla, kuna memba wote wa gouvernement. Tunatoa shukrani za dhati. Allah watie mkono wa kheri, watie mkono wa baraka, mkono wa nguvu, na atupe mapenzi katika Uislamu. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Na ni jioni kabisa ndiyo Waislamu waliamua kurudi manyumbani, giza likianguka, kwa raha baada ya kufuturu na kufuturishwa na viongozi wa jimbo lao.